Jinsi ya kujifungua mwenyewe kutoka kwenye vifungo vya nguvu za giza na mateso ya kiroho. Ni muhimu kuelewa jambo hili. Kitu pekee au mamlaka pekee inayoweza kufungua vifungo vya nguvu za giza ni ile ambayo ni kubwa kuliko nguvu za giza. Imani inatuambia kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu. Yeye pekee kwa jina lake iko mamlaka ya kutiisha nguvu zote za giza. Bwana Yesu kwa jina lake anaweza kuondoa chochote kinachohusiana na nguvu za giza au mateso ya kiroho. Imani inatuambia kwamba jina la Yesu ndilo jina pekee lenye nguvu na utoshelevu wa kufungua kila kifungo na kila mafundo ya nguvu za giza. Maandiko matakatifu yanasema jina la Yesu ndilo jina pekee tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, ambalo ni jina la Yesu. Bwana Yesu mwenyewe, kwa kutambua hilo kwamba yeye mwenyewe ndiye ufungulivu wa kila kitu kwenye vifungo vya nguvu za giza na udhaifu wa kila namna, aliwahi kuwaita wanafunzi wake 12. Kitabu cha Mathayo sura 10 mstari wa 1. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu wawatoe na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Bwana Yesu mwenyewe anayo mamlaka na aliwapa mamlaka wanafunzi wake. Katika imani, mimi na wewe tu wanafunzi wa Bwana Yesu. Karama na vipawa vinaweza kupishana, lakini kuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya ikiwa tu tumemwamini Bwana Yesu. Ikiwa umemwamini Bwana Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako unayo mamlaka. Kwa kuwa umefanyika kuwa mwana, umeingia kwenye familia mpya ya kiroho, familia ya kimungu. Sisi ni uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu. Tunayo mamlaka yote ya kiroho ya kuzikanyaga na kuziangusha nguvu za giza. Hivyo kwa kinywa chako, neno lolote utakaolitamka linaweza kuwa silaha yoyote ya kivita na kuangusha kabisa ufalme na mamlaka wa nguvu za giza. Neno la Mungu linaendelea kuonyesha kwamba Yesu mwenyewe anatosha kuwa mfungulivu wa vifungo vyote vinavyotusumbua. Kitabu cha Mathayo 14:14. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawaonea huruma, akawaponya magonjwa yao. Kumbe Bwana Yesu anasikia huruma. Kwa maana hiyo, unapoona unapitia vipindi vigumu, unapoona unapitia nyakati ngumu, Yesu mwenyewe anasema anatuonea huruma. Yesu mwenyewe anasema anatuonea huruma. Kumbe tunapoonewa na huruma na Bwana Yesu, lazima tuone ufungulivu. Lazima tuone vitu vikifunguka. Kitu pekee ambacho Mungu ametupatia ni kuweza kuwafungua wengine, lakini si tu kuwafungua wengine, hata sisi wenyewe pia kujifungua vifungo ambavyo vimetufunga. Jina la Yesu linaweza kufungua vifungo vyote. Mitume wa Yesu walipopata mamlaka ya ufungulivu wa vifungo vya giza kwa watu wengine na kwao pia, waliitumia ipasavyo, na kwa jina la Yesu waliwafungua watu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 6. Petro akasema, fedha na dhahabu hatuna, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Na mara yule mtu ambaye alikuwa hawezi akaweza kusimama na hatua zake zikawa zimefunguka. Kumbe kwa kulitumia jina la Yesu tunaweza tukapata uponyaji wa vitu ambavyo vimetufunga. Amua sasa tukapata uponyaji wa vifungo ambavyo vimefunga maisha yetu. Amua sasa kufanya maombi. Chukua imani yako sasa. Mwambie Bwana Yesu, ninaamini kwamba wewe ni mponyaji na uko ndani yangu. Yaani huyu Yesu yuko ndani ya moyo wako. Anachotaka wewe ni wewe utamke, ni wewe ukiri, ni wewe uombe, alafu uondoe hofu na mashaka. Kinachokurudisha nyuma ni hofu na mashaka, wasiwasi na kutokujiamini. Tambua kwamba unaweza kuomba chochote na ukiamini kinakuacha kwako. Kinachozuia wewe kupokea ni kwa sababu unaomba lakini uamini. Unaomba lakini bado una wasiwasi, bado una mashaka. Amua sasa kuondoa wasiwasi, hofu na mashaka. Yaani ukiamini kwa habari ya jina la Yesu, utakapofanya maombi yoyote yale ufungulivu, basi amini kwamba imekuwa. Ikiwa umefukuza nguvu za giza, usianze kuwaza tena wanakuja, hey inakuaje, hiki ndio kinafata tena, ndio vinakuja tena. Ondoa hofu, amini kwamba Mungu yuko upande wako. Amini kwamba Mungu anakusaidia, na kila ulichokiomba sio kitu cha kawaida, kinaenda kutokea na utaona mkono wa Mungu. Natamani sana Mungu akusaidie na imani yako iongezeke. Kuna ugonjwa unaumwa, omba. Watoto wako wanapopitia kuumwa au ndugu zako wa karibu, omba, waombee. Unao mamlaka tayari. Unapotamka chochote kile inakuwa. Unaposema chochote kile inatokea. Tamka tu kwa imani. Mwambie Mungu, nakuamini, natamka kwa imani, naomba kwa imani, mambo yatokee na vitu vitatokea, vitu vitakuwa, na utaona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Nataka nikuombee nguvu ya Mungu iongezeke ndani yako. Sema, Bwana Yesu, ninapokea mamlaka yako, napokea nguvu yako,
ninaomba uongezeke ndani yangu. Naomba mamlaka yako iongezeke ndani yangu. Niondolee hofu, niondolee mashaka, niondolee wasiwasi. Nakataa roho ya hofu kwa jina la Yesu. Napokea roho ya ushujaa, napokea roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Ewe shetani, nakukemea, achia moyo wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amekiri maneno haya ya imani. Nami naomba Bwana uongezeke ndani yake. Ongeza mamlaka yako ndani yake. Kadri anapoendelea kukufahamu, najua mamlaka yako inaongezeka. Mpe nguvu atakapokemea ugonjwa fulani, shida fulani. Baba, akapate ujasiri atakapoomba. Adui asimwambie hujui kuomba. Adui asimwambie kwamba huwezi kuomba. Adui asimwambie kwamba maombi yako hayajafika. Baba, naomba muinulie imani kwa jina la Yesu. Na kuombea Mungu akusaidie, akupe ujasiri, akupe ujasiri wa kutamka, akupe ujasiri wa kuomba. Hiyo hofu ya kwamba hujui kuomba, hujui chochote, inaikemea kwa jina la Yesu na kuiondoa. Mungu akusaidie. Pokea nguvu ya kuomba, pokea uwepo wa Mungu wa kuomba, pokea neema ya kuomba, pokea kibali cha kuomba katika jina la Yesu. Na kuombea katika jina la Yesu na kufungua. Pokea hicho kibali cha maombi, pokea hicho kibali cha kukubalika baada ya kuomba. Pokea mamlaka, maana unao mamlaka kukanyaga nge na nyoka na nguvu za giza. Hakuna chochote kitakacho kuzuru. Kila kitakachotumwa kwako kibaya kisikupate. Pokea ulinzi, pokea mamlaka ya kinywa, pokea mamlaka matamko. Lolote utakaolitamka likatokee, lolote utakaolisema likatokee katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akupe wepesi, Mungu akupe mamlaka na ujasiri. Lolote utakaomuomba Mungu likawe kwako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuomba, pokea nguvu ya kutamka, pokea nguvu ya kusema, pokea nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Wepesi wa kuomba uwe ndani yako. Pokea kwa imani, pokea kwa imani, iwe kwako katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu akusaidie. Pokea mamlaka maombi katika jina la Yesu. Naitwa Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niandikie jina lako na kile unahitaji nikuhudumie, au ingia YouTube, andika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba au Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ukasubscribe mahali hapo ili uwe wa kwanza kupokea vipindi vya kiroho. Lakini pia unaweza kunifuata kwa mitandao ya kijamii kama TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa, au kwa kunifuata kwa kuandika Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kwa njia ya Facebook. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, uwe na wakati